BMP TV Professional Update. Uendeleaje ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulua. Na leo tarehe 22 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye muktasari wa habari ya leo. DRC. Leo Jumamosi, Kinshasa imejaa shughuli za kihistoria. Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani amewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikaribishwa rasmi na Rais Felix Tshisekedi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Wanjili. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Ziara ya Sheikh Tamim ni rasmi na inajumuisha mikutano ya kisiasa na kiuchumi ya kiwango cha juu, ikilenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi wa muda mrefu kati ya Qatar na DRC. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kujadili miradi mikubwa ya uwekezaji katika sekta za nishati, madini, kilimo na viwanda, pamoja na mipango ya kuendeleza miundombinu na miji na vijiji. Kwa historia, DRC na Qatar zimekuwa na uhusiano wa kidiplomasia kwa miaka kadhaa, lakini ziara hii inawakilisha ngazi mpya ya ushirikiano wa kimkakati, ikilenga kuleta maendeleo endelevu kwa wananchi wa DRC. Sheikh Tamim ameeleza matumaini yake ya kuona miradi ya pamoja ikitekelezwa kwa uwazi na haraka, huku Rais Tshisekedi akisisitiza kwamba DRC ni taifa lenye rasilimali nyingi na fursa za kiuchumi zisizoisha, likiwa daraja la kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Wananchi waliokuwa karibu na uwanja wa ndege walisema ni fursa kubwa kwa DRC. Tunatarajia uwekezaji huu ulete ajira na maendeleo ya kweli, alisema Aisha Kabila, mkazi wa Kinshasa. Tunataka kuona miradi ya kweli ikitekelezwa, sio ahadi tu. Ziara hii inaweza kubadilisha maisha yetu, aliongeza Bwana Jean Mukendi, mfanyabiashara wa mtaani. Wengine walisema kuwa uongozi wa taifa lina nafasi ya kukusanya fursa hii ya kimataifa ili kuendeleza sekta za kijamii na kiuchumi, huku akieleza matarajio makubwa ya maendeleo katika elimu, afya na miundombinu. Ziara hii pia inahusisha vikao vya kitamaduni na kijamii ili kuimarisha ushirikiano wa watu kwa watu, pamoja na maonyesho ya utamaduni wa Qatar na DRC. Vile vile, viongozi wanatarajiwa kutoa tamko la pamoja litakaloelezea mipango ya muda mfupi na wa muda mrefu kwa maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. International de Njili, c'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de Njili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU comme membre non permanent. Je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo est présente à chaque fois que le monde discute des questions intéressantes. Ça, c'est le comité d'accueil restreint qui est composé tout naturellement de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pour l'instant les identifier, mais en tout cas, on peut voir le bourgmestre de la commune de Ntsélé, le gouverneur de la ville, on l'a aperçu quelque part. En tout cas, le président de la République est accompagné des chefs d'institutions de la République démocratique du Congo, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y a aussi BMP TV online tunafuatilia taarifa za moja kwa moja kutoka Kinshasa ili kupata uchambuzi wa kina na mikutano, mkataba na athari za ziara hii ya kihistoria, pamoja na maoni ya wananchi yanayochangia kuelewa matarajio ya wananchi wa DRC. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV online.
Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu zima utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. Tukutane majira ya saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.